Haya, asanti sana watazamaji wetu. Tumekuja hapa ili tuweze kuleta ufafanuzi wa maandiko, tuweze kufafanua maandiko na tuweze kuyaelewa zaidi. Tutakuwa tukipatana pamoja nanyi ili tunaweza kuchambua maandiko polepole ili tuweze kuhakikisha tumeyajua zaidi. Majina yangu ni Pastor Douglas Wawero na hudumu na kanisa la God's Grace for All Nations upande wa Gilgil Gema, na siku ya leo tuko na mwalimu wetu ambaye tutakuwa tukishikamana pamoja naye. Anatupeleka hatua kwa hatua kwa maandiko. Ni mtu ana ujuzi zaidi wa maandiko, na ningetaka kabla tuanze aweze kutusalimia ili tuweze kuendelea. Okay, asante sana mtazamaji wangu. Kwa majina ni Samson Mbatia Gikonyo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashiriki kanisa la CCI Gilgil, na kazi yangu ni ufafanuzi wa maandiko, na pia mimi ni mwalimu wa Youth Sunday School. Ukiwa na swali yoyote ambayo inahusiana na Biblia, maisha, lakini si ndoa, unaweza ukaniuliza. Kwa hivyo mambo ya ndoa bado mimi ni kijana, mambo ya ndoa hiyo ukiniuliza nitakuwa nimekudanganya tayari. Okay. Mtazamaji wetu, sasa ni vyema uweze kutufuata hatua kwa hatua. Tunapatikana Facebook, TikTok na pale tunaita YouTube. Ukitaka kupata mwalimu wetu upande wa YouTube anajiita Samson Mbatia Gikonyo. Upande wa Facebook utampata na Samson Mbatia Gikonyo. Na mimi pia upande wa Facebook utanipata kama Pastor Douglas Wawero. Upande wa YouTube Pastor Douglas Wawero, na upande wa TikTok pia Pastor Douglas Wawero. Ukiwa na swali yoyote ya Biblia, tuko hapa, tutakuwa tukiwa pamoja nawe. Ukiwa na swali yoyote unaweza tupata katika hizo platform zetu za WhatsApp. Namba tuko pia WhatsApp, si ndio? Yeah. Yo WhatsApp, kwa namba yangu unaweza nipata kwa 07 ama 0793774386. So hii ni introduction tumefanya. Hatutakuwa tukifanya introduction kila siku. Tutakuwa tukiingia katika topic ambayo tutakuwa nayo. Na siku ya leo ningetaka tuweze kuanza rasmi. Ama unaonaje mwalimu? Leo ni siku ya kwanza, na siku ya kwanza rasmi ili watu waweze kuelewa Biblia. Tuwafafanulie mambo ambayo watu wengi wamekuwa wamewaficha, hawataki kueleza. Huenda wachungaji wanakosa kueleza kwa manufaa yao. Lakini siku ya leo tutafafanua mambo kadhaa wa kadhaa. Na si siku ya leo tu, tutakuwa tukiendelea. Na kwa hivyo maswali yoyote ama jambo lolote ambalo ungetaka tuzungumzie, unaweza ukatufikia kwa WhatsApp namba ya Pastor Douglas ama yangu 0756 3863 72, ama kwa page zangu zote Samson Gikonyo. Okay, sasa mwalimu, kabla tuanze ningetaka tuanze kwa maombi, lakini kabla tuanze kwa maombi ningetaka utuambie topic ambayo tutakuwa tukianza nayo siku ya leo. Kwa kawaida watu wengi wamekuwa wakiongelelea kuhusu Mungu peke yake. Wanaongelea kuhusu Yesu Kristo. Lakini wanasahau kuwa ndo kuweko na huyu Mungu na Yesu Kristo, bado kuna kiumbe kingine ambacho watu wengi wanaamini kuwa ndicho chanzo cha dhambi zote. Lakini siku ya leo ningetaka tuelewe ni ukweli, tujue historia ya Shetani, alitoka wapi, kazi yake ilikuwa gani, alikuwa nani awali, hadi kwa sasa wakati tunamjua kama baba wa maovu yote. Tujue jinsi anafanya kazi, turejelee maandiko katika Biblia, na tujue kazi yake ilikuwa gani hapo awali, na sasa kazi yake ni gani. Na je, wakati tunatenda dhambi tunatakiwa kwa kweli kumlaumu Shetani? Hiyo tutakujibu siku ya leo. Okay. Kwa hivyo mtazamaji, siku ya leo uwe tayari kumjua zaidi ambaye tunamtambua kama Shetani. Siku ya leo tutakuwa tukisoma kuhusu Lucifer ama Shetani. Tutakuwa tukifikia hadithi yake kwa kina, na tutake kumjua zaidi na nini ilifanya akakuwa baba wa maovu yote. Kwa hivyo kabla tuweze kuanza, ungekuwa na jambo. Na bado kumbuka, wakati tunazungumzia kuhusu Shetani, ukiwa na swali yoyote kutoka kwa Biblia, niulize, nitakujibu. Swali yoyote uniulize, sitakosa kukujibu hakika. Okay. Sasa mwalimu wetu, singetaka introduction yetu it take too long. Ningetaka tuweze kuanza na maombi
ili tuanze kualika uwepo wa Mungu mahali hapa, kwa sababu tukimwalika Mungu mahali hapa mambo yote itakuwa shwari. Kwa hivyo ningetaka tuweze kuamini na tuweze kuomba. Mtakatifu Baba wetu uishie milele, tunakuja mbele zako mchana wa leo ama wakati huu, tunaweza kuinua jina lako na kulitukuza tukijua kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe. Asanti Mungu wa miungu, maana umetukusanyisha mahali hapa ili tuweze kujua kwa kina maandiko na tuweze kuyaelewa zaidi. Baba wetu wa mbinguni, kile ambacho tungeweza kuomba ni wacha tutakapojua maandiko zaidi, tusaidie tuweze kuyafuata na kufanya kadri na mapenzi yako. Asanti Baba wa mbinguni, tukiendelea na lesson hii, Bwana kuwa pamoja nasi na tutaliinua na kulihimidi jina lako. Tunaomba ya machache katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen, amen. Mtazamaji wetu, ningetaka tuweze kuingia rasmi katika lesson ya siku ya leo, kuyajua maandiko na kuyafafanua vyema. Karibu mwalimu. Kwa hakika ukweli ni kwamba shetani yako, lakini kila kitu kilikuwa na mwanzo wake. Ukitazama historia ya Yesu Kristo, mwanzo wake tunaambiwa toka jadi alikuwa mbinguni hadi wakati ilifika na kuzaliwa kama mwanadamu ili kutuokoa kutoka kwenye dhambi. Very true. Kwa hivyo hata shetani lazima ikue kutoka mahali alitoka akiwa muovu. Sasa tungetaka tujue tabia za shetani za hapo awali zilikuwa gani na imefikia kiwango gani hadi sasa tunamuona kama baba wa maovu yote. Wakati unakosa unasema ni shetani. Na ndiposa ningetaka tuanze historia ya shetani kutoka awali. Kumbuka historia ninayokueleza, bado tutarejelea maandiko matakatifu ya Biblia ili tufafanue zaidi. Biblia inatueleza kuwa shetani alikuwa. Lakini haituelezi kuwa shetani aliumbwa mbele ama kabla ya nchi ya dunia na mbingu kuumbwa. Hiyo haituelezi. Lakini inatueleza kuwa shetani alikuwako mbele ya Adamu. Kabla hatujaanza, ningetaka tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 12. Okay. Ningetaka tuweze kuingia katika kitabu cha Ezekieli. Ezekieli ni mstari wa ngapi mwalimu? Ezekieli 28. Ezekieli 28 mstari wa 15 kwanza. Mstari wa 15. Biblia inasema hivi: ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Biblia inasema tukianza, ulikuwa mkamilifu. Kiumbe kikamilifu ina maana gani? Ni kiumbe ambacho hakina kasoro yoyote. Kwa hivyo shetani hakuwa na kasoro yoyote hapo awali. Alikuja kukosa ama kuwa na kasoro baada yake kukosa. Makosa haya bado hatujazungumzia. Hebu kwa hiyo Ezekieli, kitabu cha Ezekieli 28, tuanze mstari wa 13 ili tuendelee. Biblia inasema kwamba Ezekieli 28 mstari wa 13 inasema, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kisha jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Kifuniko chako. Akiki na yakuti manjano na almasi na zabaraji na shohamu na yospi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu kazi ya matari yako na firimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Kabla ya shetani, Biblia inatuambia shetani ni kweli aliumbwa. Na wakati alikuwa anaumbwa, aliishi maisha ambayo ilikuwa ni ya hali ya juu. Shetani hakuwa na kasoro. Hiyo wakati tusitumie kwanza jina shetani, kwa maana jina shetani tutakuja kuona maana yake baadaye. Lakini kwa sasa ningetaka tuendelee kutumia jina Lucifer. So shetani kabla akuwe shetani katika jadi alikuwa anaitwa Lucifer. Alikuwa anaitwa Lucifer. Kumbuka
Wakati Mungu aliumba malaika, walikuwa kwa vikundi tofauti. Okay. Kuna vikundi ambazo zilikuwa za ngazi ya juu. Hivi vikundi zilikuwa zinaitwa, kulikuwa maserafi, kulikuwa makerubi. Yeah. Kerubi ilikuwa ni ngazi ya juu ya malaika. Okay. Kerubi ilikuwa na malaika ambao walikuwa wanakaa karibu na Mungu, ama walikuwa karibu sana na Mungu. Shughuli zao walikuwa wanafanya moja kwa moja kupitia kwa Mungu. Okay. Na kwa hawa malaika kuna malaika mmoja ambaye amependelewa. Na ndiposa Biblia wakati inaongelelea kuhusu Lucifer inajaribu kupambanua kuwa Lucifer hakuwa na kasoro. Okay. Ina maana yeye alikuwa ameundwa akiwa bora kuliko wengine. Wakati tumesema uko mkamilifu, ina maana gani? Okay, tuseme umesema mimi ni mkamilifu. Wakati nasema wewe ni mkamilifu, sija kutoa kasoro yoyote. Ina maana sina kasoro yoyote. Ukiangalia maumbile niko sawa. Katika fikra niko sawa. Tuseme kila jambo niko sawa. Kila jambo uko sawa. Okay. Biblia imetuambia alikuwa mkamilifu. Kwa hivyo alikuwa mrembo. Alikuwa mtanashati. Alikuwa na roho safi. Alikuwa akiishi mahali uwepo wa Mungu ulipokuwa. Pale mlimani wa Mungu. Naam. Jina Lucifer jina Lucifer maana yake halisi ni mwanga wa asubuhi. Okay. Au mwangaza unaong'aa. Kwa hivyo tukiweza angalia jina Lucifer kwa kina, una maana mwangaza unaong'aa. Mwangaza ama mwangaza unaong'aa ama nyota ya asubuhi. Okay. Hebu tueleze kuhusu nyota ya asubuhi ina maana gani wakati tumesema nyota ya asubuhi. Hatukusema nyota ya usiku, tumesema nyota ya asubuhi wakati kunaenda kukucha. Nyota ya asubuhi. Kwa hivyo jina Lucifer ina maana nyota ya asubuhi. Okay, mwalimu. Ina maana nyota ya asubuhi. Tutafika hapo. Bado nitakwambia uangalie katika maandiko maana ya jina Lucifer. Okay. Kwa hivyo jina Lucifer bado tukirejelea maandiko bado tutajua maana. Bado tutajua maana ya Lucifer. Kwa maana wanatuambianga ulikuwa mwanga wa asubuhi. Okay. Ukirejelea maandiko. Ningetaka tuendelee kutoka Maludiatia, tuendelee hadi tufike 19. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Exactly. Alimweka akawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. That means alikuwa secondly to the God. Kwa hivyo hakukuwa na chumbe kingine chochote ambacho kilikuwa kimeheshimika kama Lucifer. Lucifer alikuwa na maumbile ambayo haikuwa na chumbe kingine chochote. Maumbile yake ilikuwa ni kando kabisa hata kuliko maumbile ya wale malaika wengine. Kumbuka makerubi kulikuwa na malaika wengine kama Gabrieli pamoja na Mikaeli. Okay. Unataka kusema malaika huyu atambulikaye kama Lucifer alikuwa juu ya malaika wengine. Alikuwa juu ya malaika wengine. Unaona wamesema alikuwa mkamilifu. Kisha wakasema alikuwa anakaa mahali uwepo wa Mungu ulikuwa. Okay. So tuseme Shetani alikuwa karibu sana na Mungu kuliko kiumbe kingine chochote. Ndio. Okay. Na alikuwa hata maumbile yake ukisoma maandiko inaelezea venye alikuwa na maumbile safi, hakuwa na kasoro yoyote. Kuliko chumbe kingine chochote. Okay. That means hakuna mwingine alikuwa kama Lucifer. Alikuwa mzuri. Muonekano, sura na matendo. Okay. Wengine wanaamini kuwa Shetani ama Lucifer yeye ndiye alikuwa akiongoza nyimbo mbinguni na alikuwa anafikisha ujumbe kwa falme kupitia nyimbo, sauti zake. Kumbuka mambo ya Lucifer yamezungumzwa bado katika imani ya Waislamu katika Qur'an. Mwalimu, sijakuelewa vyema. Unataka kutuambia kwamba pia Waislamu ama dini ya Kiislamu wanamwamini Lucifer, yani wanamwamini kuwepo kwa Lucifer. Wanajua wanaamini Shetani alikuweko. Okay. Unaweza tueleza wanamtambua dini ya Kiislamu wanamtambua Lucifer kama malaika au kama nani? Wanamtambua kama nani? Lucifer wao wanatumia jina Shetani. Ukiulizwa Shetani ni nani?
Shetani, sisi tunasema shetani, hata wao wanaamini kuna shetani. Mahala popote kuna Mungu, basi kuna shetani. Ya, ni kweli lazima pakue na opposition. Kuna shetani. Ukiangalia kama katika serikali zetu, tuseme mfano serikali yetu ya Kenya, lazima kuwe na opposition. Yeah. Unataka kusema pia Mungu ako na opposition. Shetani Lucifer mbele alikuwa mzuri hadi wakati aliamua ku opposition. Na tutakuja tuone ni nini ilimfanya aende opposition. Okay. Kwa hivyo tuendelee na hiyo maandiko mahali ulikuwa umeatia. Ya mwalimu, natamani sana nijue kile kilichomfanya shetani akatoka katika ile ngazi ambayo alikuwa ngazi ya juu akashuka chini. Natamani sana, moyo wangu na matamanio sana kujua kuliendaje akatoka katika kuwa mtu wa pili kutoka kwa Mungu ikafika hadi akakuwa mpinga Mungu, yani anapingana na kazi ya Mungu. Natamani sana, lakini tutaendelea. Endelea kwanza, tutafika hapo. Okay, asante. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Unaona, hadi uovu. Biblia inatuambia kwa hivyo kuna uovu ulipatikana ndani ya Lucifer. Na ndio maana alifukuzwa kutoka mbinguni. Bado hatujafika kwa kufukuzwa, bado tutafika. Tunataka twende na historia ya shetani kutoka mwanzo hadi saa hii. Okay. Kumbuka mtazamaji wetu, tunasoma kitabu cha Ezekieli, mstari ni wa 28, tumeanza 13. Sasa hivi naenda kusoma mstari wa 16, na unasema hivi: kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza iwe kerubi ufunikae utoke katika mawe hayo ya moto. Kwa hivyo hapa Mungu anatuonyesha ati wakati shetani, baada ya shetani kuwa mkamilifu, ilifika mahali na akakosa, na kwa hivyo Mungu akawa na ghadhabu, akamfukuza, na hapo ndipo tunatajua kuhusu moto wa helo. Umeelewa? Kwa hivyo moto wa jehanamu unatokana na shetani kuteremshwa. Na shetani kushushwa cheo kutoka juu. Tutafika hapo, tujue ni kwa nini hiyo mambo yote ilitendeka na kwa nini alishushwa. Bado hatujajua. Okay. Endelea tu. Mstari wa 17, mtazamaji, unasema namna hii: moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, imeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Mstari wa 18, kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Unaona? Hapo Mungu anatuonyesha ghadhabu yenye alikuwa nayo kwa shetani, hadi akamlaani na akamwahidi moto wa milele. Lakini kumbuka Waislamu nao wanasemanga kulingana, hapa ni moto wa milele. Lakini katika Qur'an wanasemanga kuwa wakati Lucifer alifukuzwa kutoka mbinguni, alirusha ombi moja kwa Mungu. Akamwambia Mungu, nikubalishe niishi kutoka uzao wa Adamu hadi mwisho wa uzao wake. Okay, sasa unataka kusema shetani alipoteremshwa alipata nafasi ya kumuomba Mungu tena? Mama, tutafika hapo. Kwa maana hebu kwanza, kabla hatujafika hapo, hapa tutakuleta na tujue kwa nini shetani hata leo wako na katika Biblia amejitokeza mara ngapi huko mbinguni. Unataka kusema shetani alipoteremshwa hapa duniani huwa anarudi mbinguni, huwa anaonekana mbinguni mara tena. Huwa anaonekana. Kwa hii sababu. Sikuwa nataka kwanza tuluke hapa. Kwanza twende Isaia. Isaia 14 kuanzia 8. Ili tujue ni nini shetani alifanya hadi Mungu akaamua kumfukuza. Unasema Isaia 14? Isaia 14 kuanzia 7. Kuanzia 7. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia mstari ni wa 14. Isaia 14 mstari ni wa 7. Biblia inasema dunia yote ina starehe
na kutulia hata kuanzisha kuimba. Naam, misunobari inakufurahia na mielezi ya Lebanoni ikisema, tokea wakati ulipolazwa chini wewe, hapana mkata miti aliyetujia. Kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Huamsha waliokufa kwa ajili yako. Naam, walio wakuu wote wa dunia, huwainua wafalme wote wa mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Hao wote watajibu na kukuambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi. Fahari yako imeshushwa katika kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza